Lakini wala wakubisha. Wala shuhudia goli 5 na pointi 3. Nishashuhudia tena 5 na pointi 3. Video zote linaonesha basi lipo hili liko moja. Tena limesogea na Simba. Imefika hatua mpaka viongozi wa juu wa Simba wanasema sio kwa mchezo huu, ni mchezo wowote hatuchezi. Mnawaka gani waliowazuia Simba ni makomando wa Yanga? Kwa sababu mechi ya juzi. Basi la Yanga limekuja tupu. Umeona? Na Yanga kwenye timu zingine. Umeona? Haina kanuni. Yaani kanuni wakikutana wenyewe kwa ligi kuu, bodi ya ligi inawatambua watu. Hawatambui. Sasa Miraji, kwa nini fatisha kanuni? Mimi ningekuwa mwenyekiti wa Simba, haki lillahi na pia nisingepeleka timu. Hiyo kanuni unaosema wewe kile ambacho kimeandikwa kupitia kurasa rasmi ya Simba Sports ama ukurasa wa Instagram ni kwamba Simba wamegoma kuicheza mechi ya leo ya dabi kati ya Yanga ambaye alikuwa mwenyeji, lakini vile vile Simba akiwa kama mgeni wa dabi hiyo. Na chanzo kikuu kilikuwa ni kile ambacho jana kilikuwa kikitembea mtandaoni kueleza ya kwamba wachezaji wa Simba wamezuiliwa kuingia uwanjani kwa ajili ya kufanya mazoezi yao ya mwisho, ikiwa ni kikanuni ya kwamba timu ya ugenini inatakiwa ifanye mazoezi masaa 24 kabla ule muda wa mechi. Maana yake ni kwamba muda ule wa mechi siku moja kabla ndo timu mgeni anatakiwa kufanya mazoezi. Simba wakamezuiliwa kufanya hiyo. Yakiwa mengi yanazungumzwa ya kwamba wakati mabasi ya Simba yanaingia, basi la Simba likikaribia pale uwanja wa Taifa, nyuma yake lilikuwepo basi lingine la BM ambalo linazungumziwa kwamba lilikuwa lina wazee ambao walikuwa hawajatambulika ni akina nani. Lakini vile vile Simba wao wakisema kwamba basi lao lilikuwa ni moja, na basi hilo moja ndio ambao lilizuiliwa na wale wanaosadikika kuitwa kwamba ni mabouncer wa Young Africa. Niko na Miraji mara moja tukiwa CEO's apartment ambazo zinapatikana Buswelu jijini Mwanza. Lengo lao kubwa CEO apartment, wanakupa maisha, wanakupa eneo la kuishi ama eneo la makazi kulingana na hadhi yako kama mkurugenzi. Na ndio maana wakaziita CEO apartment. Pata sehemu ya kuweka gari yako parking, utapata free wifi, nyumba yako itakuwa na huduma zote, huku ulinzi wako ukizingatiwa na wao wenyewe. Bila kusahau ya kwamba usafiri wa kutoka ulikofikia wewe mpaka kufika CEO apartment waachie wao. Kimsingi tu taarifa mapema ili wao wajue ya kwamba wanakuchukua muda gani. Miraji? Kuna kumbukumbu ninao kichwani mwaka 2021. Ndio. Ilikuwa ni mechi ya dabi kati ya Simba na Young African. Kukatokea mabadiliko ya muda. Ndiyo. Na kwenye kikanuni yale mabadiliko ya muda yalitokea katika muda ambao haukuwa rasmi pia kikanuni ya kwamba muda ulibadilishwa, wanasema siku 3 kabla uiambie timu kabisa kwamba bwana mchezo utachezwa. Ndio. Lakini mabadiliko yakatokea katika muda ambao sio masaa 72. Ndio. Young African wakaingia wakafanya mazoezi muda ambao wao walikuwa wameuchukulia ule wa mwanzoni kabisa ulopanga saa 11. Ndio. Baada ya hapo wakasubiri nusu saa kikanuni wakaondoka, lakini baada ya hapo saa 1 ninyi mkaingia mkafanya mazoezi na nyie kusubiri timu ambayo tayari ilishaondoka. Ndio. Ule mchezo ukaahirishwa. Katika picha ya haraka kilichotokea jana pia kinarudisha nyuma. Ndio. Ya kwamba mwaka 2021 tukio hili lilitokea. Wewe kwanza umejisikiaje ukiachana na mimi ambaye wamenivunja maini kama mchezo haupo leo? Unajisikiaje dabi kuahirishwa? Nimejisikia vibaya Chagamba. Na ukiangalia na sababu zenyewe. Unajua Chagamba, watu wa soka tunahitaji kitu ambacho kilichokuwa kizuri, kitu bora. Yani kama mchezo unagairishwa kwenye mazingira rafiki kama tunavyoona manchi ya watu, barafu zinazidi, maona mauanjani. Yani kuna sababu ambayo ukiangalia mwenyewe unaona kabisa hapa kibinadamu haistahili. Lakini Chagamba sababu za makusudi. Sio, unanielewa? Chagamba, unajua Simba na Yanga tuna shida sana kwenye hili soka letu. Tuna shida sana kwenye soka letu. 2021 uliosema wewe mchezo ulitakiwa ucheze saa 11. Taarifa ikatoka saa 7 mchana. Ndio. Siku hiyo ya mchezo saa 7 mchana. Ndio. Mpaka muda na ukumbuka kwa sababu kuna maeneo nilikuwepo. Ndio. Ule mchezo ukasogezwa saa 1 usiku. Ushanelewa? Au kuchezwa. Yanga akafuata kanuni, Goma alikuchezwa. Sawa. Haina shida. Lakini ukija Mona Simba na Yanga kwenye timu zingine,
Umeona? Haina kanuni. Yani kanuni wakikutana wenyewe kwa wenyewe. Wao kwa wao. Lakini kwa timu zingine hakuna kanuni. Mfano mdogo na kukumbusha. Mchezo wa Simba na KMC na Azam ulitakiwa uchezwe wapi? Utakiwa uchezeke KMC. Mchezo umegairishwa baada ya masaa mangapi? Baada siku moja, masaa 24. Umeona? Mchezo umegairishwa leo. Umeona? Mchezo kesho Azam aligoma. Hawakugoma. Tena mpaka zaka za kazi akasemaje? Na sisi siku yote ikitokea emergency tueleweke pia. Na sisi tueleweke pia. Kwa sababu wao kisheria walikuwa sahihi kama bwana sisi hatuji taifa. Kwa sababu mmetubadilisha katika muda ambao haukuwa rasmi. Haukuwa rasmi. Sisi hatuji taifa. Sisi tunaenda huko KMC. Tutaenda huko, tutafanya mazoezi, tutasubiri nusu saa. Lakini wala hawakubisha. Wala hawakubisha. Bwana siko kote kipigwa. Hata mkisema twende Zanzibar, twendeni jijini Mwanza, maona twendeni Arusha, kama tutawahi kufika kipigwe. Ila na wao wakatoa angalizo kwamba ikitokea na kwa sisi tumefanya hivi tueleweke, ikumbukwe. Msije kuleta sababu sijui mzee fulani kasema hivi tukivuka hapa sisi hatuna kipingamizi. Tukapata mchezo uliokuwa mzuri. Sasa angalia Chagamba, mchezo namba 1 ambao ndo unabeba picha yani ukija kiafrika ni dabi namba 3 Chagamba, ukitoa Zamalek na Ali, umeona Orlando Pirates na Kaizer Chiefs, Simba na Yanga. Kwa Afrika hakuna mchezo mwingine. Yani Chagamba, leo hii asubuhi nimepokea simu takriban 30. Mimi hapa nimeshindwa kujibu watu. Sio, unaelewa? Nimeshindwa kujibu watu. Wametoka mataifa mbalimbali. Wako hapa. Wameomba maruksa ya ajabu. Yani zingine hata zilikuwa haziruhusiwi kutoka. Wanasema mara moja mnatufanyia nini? Yani ni nini kinatokea? Yani Miraji mtu zungumze. Kwenye twende kwenye sababu Miraji. Chagamba, ukija kwenye sababu yenyewe, labda tuizungumze kwanza. Sababu ziko mbili hapa. Kila upande una sababu yake. Na hapa kuna changamoto moja ambayo inaonekana hapa. Ukiangalia kwa upande wa Simba, wao wanasema basi lao limezuiliwa na wanaosadikika. Mimi huwa nasema wanaosadikika. Chagamba, na video zote ukiangalia kwa sisi ambao tulokuwa mbali, maana tupo mbali na Benjamin Mkapa. Si ndio? Video zote linaonesha basi lipo hili liko moja. Tena limesogea mpaka getini. Lakini kuna watu wanasema ya kwamba nyuma ile basi hatukuliona Chagamba. Basi Miraji, wewe unavyofikiri Chagamba, wale waandishi wa habari wote waitetee Simba tu? Wale waandishi wa habari wote waliochukua zile video wasituoneshe ile basi lingine? Ni kweli Miraji? Alafu sitoshata kama mabasi hapo mawili, si ndio? Ingizeni basi la wachezaji. Hivyo unavyofikiri Simba kama wangetaka kufanya mona kitu ambacho tofauti, au watu wameshindwa kuwapandisha kwenye basi lao, wangeweka mle. Wangewaweka mule. Kwani Chagamba takriban dabi, yani karibuni toka Yanga aanze kufanya vizuri misimu hii yote mitatu, Yanga hajawahi kuingia na basi lake Benjamin Mkapa likiwa na wachezaji. Basi linaingia tupu, Yanga wanakuja na makosta. Mbona wazuiliwi? Basi sisikilize Chagamba. Tena unaweza kukuta Simba ndio yupo nyumbani. Mwisho mechi ya juzi hapa. Mechi ya juzi. Basi la Yanga limekuja tupu. Umeona? Yanga wamekuja na kosta 2. Wamepanda wachezaji na viongozi wao wengine. Mimi nachukulia mfano Miraji. Kwa hapo umenielewa? Nimekuelewa. Ndio. Mbona hajazuiliwa? Mimi nachukulia mfano Miraji. Yaani hizi dabi zetu nyingi zinaharibiwa na imani za kishirikina tu. Miraji, kuna vitu viwili mimi nataka kuzungumza. Cha kwanza, hawa ambao huwa wanasadikika. Mimi napenda kutumia neno kusadikika kwa sababu gani? Sijui kama timu zinawatambua hawa. Zinawatambua. Hawa wanaoitwa makomando. Zinawatambua. Miraji. Chagamba, Miraji. Zinawatambua. Sawa, tutoke huko. Tuzungumzie timu zinawatambua, si ndio? Ligi kuu, bodi ya ligi inawatambua hawa watu? Hawatambui. Sasa Miraji, kwa nini hawa watu wao wanapewa nguvu kubwa kuliko hata wachezaji, kuliko hata timu zenyewe? Yaani ukikutana na watu wanaojiita makomando wa Yanga ama wanajiita makomando wa Simba, wanakuwa na nguvu kubwa sana kiasi kwamba hata timu inaweza isifanye jambo kupitia wao. Halafu ni kufurahisha. Mara nyingi huwa hawavai jezi. Wanavaa vibips hivi. Wakimaanisha ya kwamba yule mtu utakiwi umtafasiri kwa timu yake. Kwa mfano mtandaoni sasa hivi kuna jambo moja sema, mnawaka gani waliowazuia Simba ni makomando wa Yanga? Kwa sababu gani?
hawana jezi, hawana kadi. Wewe unawaka gani kama aliwazuia ni huyo anayejiita komando wa Yanga? Mimi nafikiri kuna jambo moja, ili jambo tunaliendekeza Miraji. Chagamba, tunaliendekeza. Chagamba, bodi ya ligi, TFF, ili jambo wanalijua na wanapenda kulichukulia poa. Ila wanatakiwa waelewe kitu kimoja. Hii aibu haiwakuti Simba na Yanga. Inaingia kwenye ligi. Hii aibu inaingia kwenye chama cha soka cha Tanzania. Kwa nini nyinyi dabi zenu zinavunjwa kwa imani za kishirikina? Dabi 2021 imevunjwa kwa imani ya kishirikina. Azam wamekubali, hawajaangalia ushirikina mechi ya jana. Wala hawafikiri hivyo vitu. Ushansoma? Na dabi tena inaenda kuvunjika kwa imani za kishirikina. Sio, unanielewa? Simba wamefika kwenye muda wao sahihi kabisa. Mbona mpaka wachezaji wamefuturu kwenye basi. Labda Simba, si ndio? Mbona wangefika muda ambao, si ndio? Tofauti waliopangiwa. Mbona hapo Chagamba tungesema kweli. Nyinyi mmeambiwa mazoezi mje kufanya saa 1 au saa 12:30. Saa 10 mnakuja kufanya nini? Unaona? Hapo kidogo kuna viashiria. Mbona unataka kuwahi? Au saa 4 usiku mnakuja kufanya nini? Muda wenu umeisha. Mlitakiwa mfanye saa 1 mpaka saa 3. Nyinyi mnakuja saa 4. Nyinyi mnataka nini? Mbona Chagamba? Hapo ipo kitu ambacho cha kujiuliza. Lakini Chagamba umefika muda sahihi. Wachezaji wamefunga. Simba wamefika pale saa 12:23. Maana yake waingie ndani mpaka wakifanya maandalizi, wachezaji wakifuturu. Saa 1:15 wanaanza mazoezi. Ushanaelewa? Unazuia, unasema sijui kuna basi fulani tule. Ruhusu hilo basi ambalo wewe unalitambua. Yani waruhusu hilo basi wewe unalitambua. Liruhusu. Afilo usilitambua libaki. Kwamba hili sisi hatutambui. Chagamba. Sisi tunafungwa goli 5. Wala uwezi ukakuta haya makando kando. Umeona? Uwezi ukakuta haya makando kando. Lakini toka Yanga ianze kufanya vizuri katika misimu 3 mfululizo. Angalia tabia zao zinapofika dabi. Mara wameruka mageti, faini. Umeona? Mara hivi, mara hivi. Sasa hivi ndio wameenda kuzilisha kabisa. Kwa sababu tafsiri ya wale makomando sisi tunawaona kwenye mabasi ya Yanga. Sasa hivi ndio wanabadilishiwa vibali tu. Ushansoma kama bwana hawa hatuwatambui. Umeona? Wale wazuia Simba ni walizi wa uwanja, lakini wale akija mabasi ya Yanga sisi tunaendaga viwanjani bwana. Tunawajua na sura zao tunazijua. Na kwenye kamera wameonekana. Mimi nafikiri kuna jambo moja tunataka tulifikirie. Hemu tuachane na neno linaloitwa ushabiki. Angalia sababu ambayo imeahirisha mchezo ambao tunauita mchezo wa picha ya ligi kuu Miraji. Yaani mimi sielewa pia ule ujumbe ambao mmeuandika. Yaani klabu yako inaandika kwamba mchezo wao, kwa kifupi klabu imetoa malalamiko. Chagamba, uelewe usielewe. Mimi hapa ningekuwa mwenyekiti wa Simba. Mimi wala nisingepata sheria wala kanuni. Kwa nini? Timu nisingepeleka kama pointi 3 na goli 3 wapewe. Tumeziona goli 5 na pointi 3 na kama huo bingwa wapewe. Ili mradi zitabia zife. Mimi kama ningekuwa mwenyekiti wa Simba, hiwe kanuni. Sasa Chagamba kama kanuni, sisi mchezo ukiwa mgumu na sisi tunaweza kufanya. Izuie timu, isuse, kesho tunaingiza timu peke yetu, tunaenda kulipa faini tu. Kwa kanuni. Kwa kifupi Miraji ni kwamba wewe unataka kanuni, wape goli 3 na hizo pointi 3. Si ndio? Wape na ubingwa. Ushanelewa? Chagamba, wewe mara ngapi umeshuhudia Yanga amechukua ubingwa? Mara ngapi umeshuhudia Simba amechukua ubingwa? Kuna kitu cha ajabu? Hakuna. Tunahitaji kukuza soka. Wakina Abdul wakija waone maandalizi ya Simba na Yanga yanapokuwa salama. Utani uwepo uliokuwa salama. Maandalizi, si ndio? Watu enjoy. Kwa sababu mchezo Chagamba sasa hivi unafuatiliwa pakubwa. Sasa Chagamba kitu kimetokea ndani ya dakika 5. Dunia mzima tayari kishatambua. Walishaona watu. Umeona? Mimi nimepigwa masimu kutoka nje. Mara moja mtatufanyia nini? Mbona mnataka kutulia mechi? Si ndio? Sasa Chagamba kama unataka wewe kufuatisha kanuni, si ndio? Fuatisha kanuni. Mimi ningekuwa mwenyekiti wa Simba, haki lillahi, na pia nisingepeleka timu. Hiyo kanuni unaosema wewe ifatishwe, wapewe pointi 3, si ndio? Wapewe na magoli 3, si ndio? Alafu wapigwe faini. Na mimi kama mchezo kwangu ukiwa mgumu, si kanuni naijua, si ishafanya tena, ishafanya adhabu, na mimi ningefanya hivyo hivyo. Kwa mchezo kwangu na mimi ukiwa mgumu, aidha na Azamu au na wao, nazuia wasiingie, wasuse. Kesho yake mimi napeleka timu, nachukua pointi 3. Chagamba, sio kila sheria unataka kuifuate. Aje neno lako la mwisho. Mimi nilivyoelewa ni kwamba kama ni kanuni ifuatwe kuanzia kile kilichotokea jana. Kwamba nyie si hamtoenda kucheza uwanjani. Mimi nina uhakika. Young Africa ndio uwanjani wanaenda.
lazima waende, wataenda uwanjani. Na kisheria kama nyie hamtofika, ndio kiachana ile ambayo mmelitumia nyie kama malalamiko pale, sababu wanaozungumza kanuni ni watu wa pembeni, lakini kwenye barua yenu hakuna kilichoandikwa kwamba kulingana na kanuni fulani inatakiwa iwe hivi. Kwa maana yake ni kwamba ninyi mmesema mtopeleka timu, Young Africa watapeleka timu. Kwa unavyosema wewe, Young Africa anapewa pointi 3 na magoli 3, si ndio? Ili kanuni ifanyeje? Ifuatwe. Lakini kwa lengo la kwamba hivi vitu vikomeshwe, si ndio? Chagamba, mimi ningekuwa mwenyekiti wa Simba, na pia kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu haki lillahi, kwa kitu kilichotokea jana, mimi leo nisingepeleka timu. Hata kama kanuni ipo, nisingepeleka timu. Ushanelewa? Mimi nishashuhudia goli 5 na pointi 3. Nishashuhudia tena 5 na pointi 3. Sijui unanielewa Chagamba? Sasa wapewe pointi 3, wapewe na goli 3. Umeona? Ila mimi nitasimamia haki kilichotokea jana. Sijui unanielewa? Kama faini, umeona, kupigwa, umeona, kwa timu ambayo iloleta, umeona, ukakasi Simba isingie uwanjani, maana yake katika upande wa walinzi wao, si ndio? Sheria si ishajulikana na adhabu ishatoka, nimejua labda kama milioni 7 au 8, si ndio? Na mimi ikija siku nyingine mchezo wote mgumu kwangu mimi, na wazuia wapinzani wasiingie tena, kwa kuakela kabisa, kwa sababu sheria kanuni si ishafuata mkondo, si ndio? Na mimi nachukua pointi 3 na mimi nalipa hiyo kama milioni 7 au 5. Kuna kitu unanielewa? Si nataka iwe hivyo. Tufuate sheria. Tufuate sheria. Mimi kama mwenyekiti wa Simba leo sipeleki timu. Sipeleki. Kwa sababu Chagamba, vitu vingine vinafanyika bila kuangalia hisia za watu. Hawa watu wanaokuja, si ndio? Kutoka manchi mbalimbali, hao ndo mabalozi wazuri kwenda kuitangaza ligi yetu, kwenda kuitangaza dabi yetu. Mara ngapi wanafanywa vitu vya ajabu? Umeona? Hatua gani inaochukuliwa? Hawa mabounce hawa, si ndio wanawapiga waandishi wa habari? Kanuni sheria gani imechukuliwa? Hata mashabiki pia wanapiga mashabiki. Sasa hivi washafika mbali kwenda kuharibu, umeona? Kwenda kuharibu chama cha soka cha Tanzania. Kwa sababu hii kashfa sio Simba na Yanga, kwa sababu Simba na Yanga sisi hizi tabia tushazizoea. Kwani hujawahi kushuhudia Simba hajapeleka timu uwanjani? Mbona sio mara moja? Hujawahi kushuhudia Yanga hajapeleka timu uwanjani? Sio tu masaa mawili Simba sisi tushatoa timu kipindi cha kwanza. Tumecheza kipindi cha kwanza, kipindi cha pili hatujarudi. Sasa ona shanga hili. Sijui unanielewa? Mtu kumwambia eti sheria. Chagamba, kuna vitu vingine sio kufuata sheria. Hivyo unavyofikiri kama ufuate sheria, Faisal angeenda Azam. Tufuate sheria. Faisal angeenda Azam. Na ingefuata sheria ule mchezo ambao ulikuwa mwezi wa mwaka 2021 ule. Nafikiri ule mchezo ulitakiwa point 3 zitoke pale pale. Ama timu zote zisiingie, kwa sababu muda umebadilishwa saa 7, watu saa 11 na saa 1. Azam kabadilishwa muda, kaenda pale Benjamin Mkapa. Kaenda Benjamin, wala kutaka tabu, na katoa mechi ilikuwa ya ushindani sana. Kama yeye badilisheni muda, ubora utaamua. Chagamba, vitu vingine umeona, yani havileti tafsiri mzuri. Chagamba ni kichwa cha habari pale, ni imani za kishirikina tu. Hakuna kitu chochote. Na mimi nafikiri si unanielewa, unaenda kuharibu mchezo mkubwa. Watu wametumia magarama kibao eti kwa sababu eti ya kanuni, eti Simba kwa sababu hajaingiza timu. Kwa hiyo ufanye makusudi ukimbile kanuni. Sasa kama hiyo kanuni unaona kitu cha ajabu, wapeni ubingwa, wapeni pointi 3. Lakini Miraji, si unasikiliza Chagamba, kwenye soka hili mimi hakuna kitu ambacho sijakiona. Sawa, kama kweli basi ulikuwa nimebeba waziri likuepo hapo, vipi wewe? Kama watu walitishika wewe hivyo, unaona waandishi wa habari wote wasitoneshe lo basi. Waandishi wa habari wote wanapopenda vitu ambavyo vya ajabu wasitoneshe lo basi. Waoneshe basi la Simba tu. Chagamba. Simba na Yanga. Ushansoma? TFF wanatakiwa waziangalie sana hizi timu. Au kama bodi ya ligi. Umeona? Yaani mpira unakwendea kwenye uadui mkubwa. Hakuna fair. Lakini Miraji, hizi timu za kuziangalia, mimi nakwambia kweli, kwa sababu Chagamba, mtu anapataje nguvu ya kuizuia basi la Simba wakati yeye sio kiongozi wa Yanga wala sio kiongozi wa Simba? Anawezaje kulizuia basi la timu? Mimi ndio nakwambia anawezaje? Lakini Miraji, bado mimi ni kitu ambacho sikiliza, ni kitu watu ambacho walikipanga. Kilipangwa kwa sababu hakukurupuka.
hawakurupuka. Yani kitu ambacho wanapataje hiyo nguvu? Alafu kama kiongozi wa timu fulani eti unatoka mbele unasema mimi siwajui. Wanapataje hiyo nguvu? Yaani hao walitumwa na nani? Wametumwa na nani? Wanapataje hiyo nguvu? Sababu hapo pia hizi timu za kuziangalia sana. Ndio maana hata bodi ya ligi wakitaka kutoa adhabu, umeona? Yaani kwa mtu yoyote wa Simba na Yanga, mara nyingi tunakimbilia kwenye mifumo ya kimaisha. Mifumo ya kimaisha kimanisha? Jamani, ushansoma. Anajitafuta. Jamani, kwa sababu gani? Ni ukubwa. Nani alimtetea Zaka za kazi? Nani alimtetea Shafi Dauda? Lakini angekuwa Simba na Yanga wale wangetetewa. Nani alomtetea Zaka za kazi? Yaani ingetafutwa sababu ya kuwaweka salama. Niambie nani mshabiki wa Simba wa Yanga niletee klipu yake yoyote alomtetea Zaka za kazi? Miraji, lakini leo wapo mashabiki wa Simba kitaka kutoka adhabu Yanga wanatetea ni ushikaji. Na wapo mashabiki wa Yanga ikitoka kutoka adhabu Simba wanatetea ni ushikaji. Hii fair kwa nini Simba na Yanga? Nani alienda kumtetea Zaka? Nani alienda kumtetea Dauda? Kwa Miraji. Manara si alifungiwa juzi. Karibuni nchi mzima, fitina, sijui ni na nini. Jamani, mlienda kwa Zaka za kazi? Au Zaka za kazi sio maisha yake yani? Miraji. Au Zaka za kazi ajitafuti? Miraji ni Simba kwanza. Simba na Yanga za kuziangalia zinaharibu taswira ya soka letu. Leo hii unaliona la Yanga, kesho na kesho kutwa utaliona la Simba. Sijui unanielewa? Ni muendelezo. Ni muendelezo. Leo hii unaiona la Yanga, kesho na kesho kutwa utaona la Simba. Imefika hatua mpaka viongozi wa juu wa Simba wanasema sio kwa mchezo huu, ni mchezo wowote, hatuchezi bila kujua mwafaka wa hiki kitu. Sasa unavyofikiri hapo kinachotokea nini mbele? Maana yake ni kwamba nyie ligi ya mchezo tena. Chagamba. Hizi tabia za imani ya kishirikina, alafu tunajiita sisi tuna dabi mzuri. Chagamba zinatakiwa zichukuliwe adhabu iliyokuwa kali mno. Sio kila kitu unataka kufuata sheria. Sheria utampiga mtu faini milioni 7, utampa pointi 3, utampa goli 3. Kesho na kesho kutwa mimi nitaiga kwenye mchezo mgumu. Azamu asiingie. Nishajipanga kulipa milioni 7. Lakini nachukua pointi 3, nachukua na goli 3. Azamu asiingie, basi lao piga mawe. Azamu anasusa, kesho mimi nafanya mazoezi, pointi 3 goli 3. Simba na shida milioni 7 au 8 au 9. Imani za kishirikina, mechi ngapi Chagamba? Faini unakuta milioni 5, unakuta sijui laki 5. Simba na Yanga wana shida hiyo. Kipindi washachukua pointi 3 goli 3. Ndio maana Chagamba unakuta manchi ambayo yanaendelea kwenye soka, adhabu inotoka. Oya. Bwana, kwanza mimi naomba niweke hivi wazi, iko hivi. Kama umetukuta tuko kati ni hivi. Simba wameandika barua kwa umma ama taarifa kwa umma ya kwamba wao mchezo hawataushiriki leo tarehe 8 mwezi wa 3 2025. Hawataushiriki. Na sababu kubwa ya kutokushiriki ni kwamba wamezuiliwa kufanya mazoezi ile siku ya mwisho ambayo inaelekea mchezo, ambapo kanuni ni kwamba timu mgeni anaruhusiwa kufanya mazoezi masaa 24 kabla ya muda wa mchezo wenyewe. Maana yake ni kwamba muda wa mchezo ni saa 1:30, ni saa 1:15. Basi timu mgeni anatakiwa afanye mazoezi masaa 24 kabla ya huo muda. Maana yake ni kwamba saa 1:15 ya jana yake walitakiwa Simba wafanye mazoezi, ambapo hawakuruhusiwa kufanya hao mazoezi. Na wale ambao wao Simba wanawaita kama mabouncer wa Young African. Lakini vile vile kuna wengine wanaozungumza hapo wakisema ya kwamba waliowazuia Simba kuingia uwanjani hawakuwa mabouncer wa Young African. Na kuna wengine wakisema ya kwamba Simba waliingia na basi mbili. Walihitaji kuingia na basi la kwanza ambalo lilikuwa na wachezaji, lakini basi lilikopo nyuma yake lilikuwa na watu wasiotambulika, lakini walifahamika kama ni wazee. Hivyo basi waliowazuia Simba ambao mpaka hivi sasa tunashindwa kujua kwamba ni akina nani, wanasema ya kwamba walihitaji kuingiza mabasi mawili. Basi la kwanza likiwa na wachezaji, basi la pili likiwa na watu waliosadikika kuwa ni wazee wasiotambulika. Hivyo wakaamini kabisa ya kwamba hawa waliotakiwa kuingia huko ndani hawaruhusiwi kwa sababu wamekuja na watu pia ambao kikanuni hawaruhusiwi kuingia uwanjani. Tukirudi nyuma, ukumbuke kwamba mwaka 2021 tukio kama lilitokea. Miraji, unakumbuka hii ya Zamalek? Naikumbuka 2024. Waligoma. Tena Zamalek so kwa kugoma kwa kuzuiliwa kuto kufanya mazoezi. Kuzuiliwa. Walicheza yani kabla hajaenda kucheza dabi na National Ali. Mchezo wa nyuma walicheza na Almasi. Ndio. Umeona? Marefa hawakuchezesha fair wenyewe wanavyotafsiri. Umeona? Sasa wakachaguliwa marefa wengine wakachezesha ile dabi. Walikataa kucheza, mchezo wa kuchezwa. Ndio maana unakuta mpaka leo dabi yao marefa wanatoka Spain,
Umeona wanatoka Germany, umeona wanatoka Italy, umeona Zamalek alitoa hiyo adhabu. Sio, unanielewa? Alitoa hiyo adhabu. Sichezi kwa dabi yoyote kwa refa wa ndani. Ndio maana Zamalek akikutana na National alitoka 2024, refa hachezeshi wa ndani. Zamalek ipo tayari hata afutwe au ashushwe hata daraja. Kwa mchezo wa dabi achezeshe na refa wa ndani. Sio, unanielewa Chagamba? Kwa tukio lilotokea jana, ikifuatwa sheria, sikufichi, Simba anaenda kulipiza naye mwaka wowote kisheria. Mimi nimemaliza na Miraji mara moja, ambapo hata mimi mwenyewe nina sintofahamu ya vitu vitatu. Waliowazuia Simba ni akina nani? Lakini cha pili, je, ni kweli kuliko kuna basi lingine ukiachana na basi la wachezaji? Lakini kitu cha tatu, ni kweli mchezo hauchezwi? Na kama kweli hauchezwi kama ambavyo Simba wameandika taarifa kwa umma, nini kitatokea hapo mbeleni? Maana yake ni kwamba tuendelee kuziacha hizi timu ziwe zinafanya maamuzi zinavyojisikia zenyewe. Huyu akiamua kumzuia mwenzake asifanye mazoezi anamzuia tu, na huyu akiamua kusema mimi sichezi mchezo haingii uwanjani, ama inakuaje? Nini hasa maoni yako kuelekea hichi kitu ambacho kimetokea? Mchezo wa dabi ambao tuliusubiri kwa hamu sana unaahirishwa kwa namna hii. Nini maoni yako hapo chini? Tukiachana na neno linaloitwa ushabiki wa timu yako binafsi, nini ambacho unatamani kifanyike na nini ambacho unatamani kingekuwepo ili kukomesha hivi vitendo? Kwa sababu ni vitendo ambavyo mara nyingi tunaviona inapofikia mechi za dabi peke yake, ambazo mechi hizi zinabeba ukubwa wa soka letu ama zinabeba ukubwa wa ligi yetu. Shukrani sana kwa kutufuatilia. Ukumbuke ya kwamba sisi tupo Busweru Mwanza, zinakopatikana apartment za CEO. Wewe unaweza kaandika CEO's apartment pale Instagram, Facebook pamoja na Twitter, ukajionea mandhari za apartment hizi zinaonekanaje. Lakini pia usisahau kwamba huduma ya usafiri kutoka ambapo wewe umefikia mpaka hapa utawaachia wao CEO apartment. Wewe kazi yako kubwa ni kutoa taarifa kwamba muda fulani mimi nitakuwepo hapo. Shukrani sana kwa kutufuatilia.